Bwana Yesu apewe sifa. Naomba basi tutulie kwenye viti, tuwe na kutafakari neno la Mungu. Tutafakari kwa kirefu kidogo. Wachungaji wako wengi, vizuri ungepata kionjo cha mateso ya Yesu uweze kujua na kukumbushwa. Bwana asifiwe sana. Ni kipindi muhimu sana kwa kila Mkristo, na mimi nitaanza na Mathayo 21. Mathayo 21, tuanze ule mstari wa 6 mpaka wa 11, alafu tumalizie ule wa 12 mpaka ule mstari wa 17. Tasoma kwa jina la Yesu. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyoamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye Yesu akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakatakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na mkutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti zao wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki. Watu wakasema, ni nani huyo? Mkutano wakasema, huyo ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Mungu alibariki neno hili. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Mwangalie jirani yako, mwangalie wenzetu waliimba Hosana Hosana juu mbinguni, lakini wewe leo unaimba nini? Tusome tena sasa, tuendelee 12 mpaka ule wa 17. Neno la Mungu linasema, Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao walivyokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya, na watoto walipopaza sauti zao hekaluni wakisema, Hosana mwana wa Daudi, wakakasirika, wakamwambia, wasikia hawa wasemavyo? Yesu akawaambia, naam, hamkupata kusoma kwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa? Akawaacha, akatoka nje ya mji mpaka Bethania, akalala huko. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalibariki neno hili Bwana, likapate nafasi kwenye mioyo yetu Pasaka hii, ili Mungu liye juu tukapate kufufuka na Yesu, kiroho chetu kikafufuke, maisha yetu yakafufuke upya. Mungu, tuendelee kukutukuza na kukusifu tukisema, Hosana mwana wa Daudi, hakika na jina lako litukuzwe. Katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi nimeomba, na wote tuseme amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Hivi tunatafakari wiki ya mwisho ya maisha ya Yesu Kristo duniani. Wiki hii ni wiki aliyohukumiwa. Wiki hii ni wiki aliyoingia Yerusalemu. Wiki hii ni wiki ya mwanapunda. Wiki hii ni wiki ya kanga, matawi ya mitende ikakatwa. Yote ilikuwa ni sherehe ya kuingia kwake mfalme, mwana wa Mungu aliye hai, Yesu Kristo pale Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Na alipokuja Yerusalemu pia alikuwa na kazi
nyingine maalum ya kufanya, akaingia hekaluni. Alipoingia hekaluni pia akapindua meza za wafanya biashara, na akaanza kuambia ya kwamba nyumba hii ni nyumba ya sala, wala sio nyumba kama nyinyi mnavyofanya biashara au pango la wanyang'anyi. Bwana asifiwe sana. Basi ninaomba kwa pamoja tuweze kutafakari neno hili kuu, ya kwamba mwana wa Daudi kwa mara ya mwisho anaingia Yerusalemu akishangiliwa na vifijo na nderemo, na wote waliomuona njiani walitandika nguo zao ili aweze kukanyaga juu ya nguo zile, yani kama kumheshimu, kama vile kumtukuza, na wakiimba hosana hosana mwana wa Daudi, ubarikiwe. Hakika ilikuwa ni wakati mzuri wa wanadamu kujua ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai, lakini pia ni mfalme wa wote wenye mwili. Kwa hivyo walipoimba ilikuwa ni sahihi. Watu wengine wakashangaa, mji uko taharuki, kuna nini huku? Wakaambia huyu ndio Yesu Kristo mwana wa Daudi. Bwana asifiwe sana. Aliyezaliwa huku Nazareti ya Galilaya. Tafakari tu taharuki ile ya wanadamu, kushangaa kuona kwa nini huyu anaheshimiwa, watu wote wanamshangilia. Lakini mwisho kana siri ifichuke ya kwamba kwani mmesahau huyu ni nabii, huyu ni mtumishi wa Mungu, anaingia Yerusalemu, yule ambaye amezaliwa Nazareti kule Galilaya. Watu ndio wakaelewa, watu ndio wakaanza na wao kuungana katika kushangilia. Lakini pia ukienda ile sehemu ya pili, Yesu alipokuja Yerusalemu aliingia hekaluni. Alipoingia hekaluni akakuta watu wanafanya biashara hekaluni mwa Bwana. Akakasirika, akapindua meza zao, akavuruga biashara zao, na kuwakumbusha kwamba nyumba yangu inatakiwa iwe nyumba ya sala. Hii ni nyumba ya Baba yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika somo hili fupi unajifunza nini? Wewe unapotafakari kuingia kwake Yerusalemu kwa vifijo na nderemo, wakimpigia na matawi, wakimshangilia, wakipepea na matawi hewani, na wengine wamemwaga chini ili yule punda aweze kukanyaga, kwa maana ndio alimbeba Yesu. Yani kwa nini? Kwa sababu watu wengi kama mnavyojua hawajuagi, hawapendagi kutangaza kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni nabii, Yesu anaweza, anafanya hiki na hiki. Wengi wanamfanyia mashaka, lakini pale ilionyesha wazi wazi, kila mtu aamke, kila mtu ajue ya kwamba Yesu ni nabii aliyotumwa na Mungu, na hakika alizaliwa huko Nazareti katika mwili na nyama, lakini lengo kubwa ni kukomboa ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kanisa, tuko pamoja. Yesu kwako wewe ni nani? Tunaingia Pasaka, unafikiria Yesu kwa nini alijitoa kwa ajili yako na kwa ajili yangu? Tunatafakari mateso yake, tunatafakari kupigwa kwake, tunatafakari kudharauliwa kwake, tunatafakari kutupiwa mayai vinza, kuzomewa, kuvuliwa nguo, kupigwa, kunyanyasika kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Wewe unachukuliaje tukio hili? Tukio zito ya rafiki kutoa uhai wake kwa ajili ya ndugu zake. Ni wimbo wakati huu. Nakumbuka ya kwamba ndio wiki hii walipokula meza ya Bwana kwa pamoja na wanafunzi wake, kuambia nafanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu. Ni wiki ile walioimba siku ya 14 ya mwezi wa Nisani, Yesu na wanafunzi wakila sikukuu aliwaambia
pamoja, leo watanisaliti. Sasa ni ole wake mwenye kunisaliti, jiwe kuu limefungwa shingoni mwake Yuda. Yesu alijitoa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, lakini bado tunamsaliti. Unapotenda dhambi tena unamsaliti. Unaporudia masengenyo unamsaliti Yesu. Unapofanya wizi, unapofanya zinaa, unapofanya mabaya unamsaliti Yesu. Unamrudisha tena msalabani. Sasa ni ole wake mwenye kunisaliti, maana hakika jiwe kubwa limefungwa na utatupwa baharini. Na unajua kwamba mtu aliyofungwa jiwe huangamia mpaka chini, hawezi tena kuinuka. Mungu atuhurumie. Ni wiki ya toba, ni wiki ya kutafakari upendo wa Mungu kwa ajili yako. Ni wiki ya kuhakikisha kwamba hata ukimwona mwenzako anakosea, anafanya dhambi, mwambie Bwana, hii ni wiki ya kutafakari upendo wa Mungu. Muonye, mkataze. Hapa kati yetu wengi hawapo, tunawajua, lakini uweze kupiga simu. Piga simu, uko wapi? Wiki ya mwisho ndugu yangu, wenzetu wamefungiwa. Huko Zimbabwe walicharazwa, huko Kuwait walicharazwa walipoingia msikitini. Makanisa mbalimbali yote yamefungwa, lakini sisi Tanzania tuna uhuru. Njoo tutubu, njoo tumlidie Mungu, njoo tu acknowledge ukuu wa Mungu. Yaani kuja kwetu nyumbani mwa Bwana ni kwa kulia na kwa kuomboleza na kumwambia Mungu tusamehe. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakiomba na kunyenyekeza, nitaponya nchi yao. Wakati wa kumlilia Mungu ili Tanzania tupone, ili dunia ishangae, ili dunia itaharuki, waseme jamani, Mungu wao kawatetea. Jamani, hakika Tanzania korona imeondoka kwa sababu tumeomba. Ninakuombea, hakika ninawakumbuka kila wakati. Nimeingia asubuhi saa 11 kwa ajili ya upendo wa kanisa langu. Nikasema niende, wakisikia sauti yangu watatii, wakisikia sauti ya mama watatii. Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tutakaa mbele ya Bwana, hakika tukiinua Tanzania na rais wetu, na Mungu atatubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Ndiye na wewe utaimba hosana. Hosana, 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 ndiwe Mungu wetu, tunalia hosana, 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 Mungu wetu, hosana, 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 iwe Mungu wetu, hosana, 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 ndiwe Mungu wetu, hosana, 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 ndiwe Mungu wetu. Amen. Fahari yako ni kumbeba Yesu. Yule punda siku ya pili akasema, kumbe ukipita Yerusalemu unatandikiwa kanga. Kumbe wanawake watakata matawi kukushangilia, ngoja niende. Akaenda bila Yesu, akafukuzwa na hakuona kanga wala matawi. Ndivyo wewe bila kumbeba Yesu, wewe ni bure, wewe ni mwanadamu tu, wewe ni kiumbe kisichofaa.
lakini ukimbeba Yesu una thamani. Ukimbeba Yesu watu watakushangilia. Ukimbeba Yesu watu watakuimbia. Bwana apewe sifa. Kumbuka kipindi hiki ni cha kutembea na Bwana. Tembea na Yesu kila mahali. Tembea kifua mbele, maana yeye ni vyote ndani ya vyote. Hakika ukitembea na Yesu utaona afya inakujia. Utaona korona inakukimbia. Utaona mabaya yote yanayeyuka. Mungu atakulinda na kukutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu hakushughulika na mwili wako tu. Yesu alishughulika pia na roho yako. Kipindi hiki cha Pasaka tunaangalia jinsi alivyoingia hekaluni. Hekalu lile ni wewe na mimi. Sisi miili yetu ni nyumba ya Mungu. Ni makao ya Roho Mtakatifu. Haitakiwi tena uingize dhambi. Unapoingiza dhambi unaingiza wageni, unaingiza wanyang'anyi nyumbani mwa Mungu. Na Yesu ameshuka kwa ajili ya kupindua kila dhambi inayokulemea, kila mzigo mzito unaokung'ang'ania. Dhambi king'ang'anizi, unajaribu kuacha, unashindwa. Pasaka hii wakati wa kutubu, wakati wa kunyenyekea. Unapiga magoti na kutafakari. Mwambie Mungu, mimi ni mwanadamu tu, naomba unisaidie. Mungu atakukumbusha, Mungu atakuongoza. Utatubu, kiwezekana kwa machozi, kimlilia Mungu, na Mungu lazima atatenda. Yesu alichukia alipoingia hekaluni, akakuta watu wanauza njiwa, watu wanabadilishana pesa nyumbani mwa Mungu kwenye hekalu. Akavuruga biashara zao. Akasema hapana, nawakumbusha mahali hapa, mahali patakatifu ni nyumba ya Baba yangu. Mahali hapa ni mahali pa ibada na sala. Moyoni mwako ni mahali pa ibada na sala, sio mahali pa michanganyo. Mwaka mzima umejichanganya. Maana mwaka wetu wa kiroho ni Pasaka, mwaka mpya wa kiroho. Pasipo kufufuka Yesu hakuna uokovu. Yesu alipofufuka ndio na wewe ukamkaribisha Yesu moyoni mwako. Ni wakati wa kuanza upya. Kweli umeshindwa, kweli umeanguka katika hili na lile, lakini wakati huu ni wakati wa kumwambia Bwana, naomba unisamehe, naanza upya. Naomba ingia tena ndani ya moyo wangu. Naomba tawala maisha yangu. Naomba Mungu aliye juu niongoze katika safari ya kwenda mbinguni. Nipe nguvu mpya. Roho Mtakatifu, teketeza kila dhambi, teketeza kila uasi, teketeza kila uovu ndani ya mioyo yetu. Tunataka kuanza upya. Una nafasi. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Petro alipomkana mara 3, lakini alipolia Yesu akamsamehe. Na wewe haijalishi umeshindwa katika jambo gani, umefeli wapi, piga magoti mahali ulipo ili uweze kuanza upya. Tafute Mungu. Tafute Mungu. Piga magoti mahali ulipo. Tafakari wema wa Mungu. Tafakari ukuu wa Mungu. Umeshindwa wapi? Ibada zako zimekuwa za kubangaiza. Haukuwa mwaminifu kwenye ibada. Haukuwa mwaminifu kwenye fungu la 10. Haukuwa mwaminifu kwenye sadaka. Tengeneza maisha yako. Utakufa, utapona. Mkaribishe Bwana Yesu atawale maisha yako. Tengeneza maisha yako. Utakufa, utapona. Mkaribishe Bwana Yesu atawale maisha yako. Tengeneza nyumba yako. Utakufa, utapona. Mkaribishe Bwana Yesu atawale maisha yako. Tengeneza maisha yako. Utakufa, utapona. Mkaribishe Bwana Yesu atawale maisha yako. Tengeneza kazini
maisha yako. tengeneza maisha yako. utakufa utapona, mkaribishe Lishe Bwana Yesu, atawale maisha yako. Tengeneza taifa lako. Utakufa utapona, karibishe Bwana Yesu. Atawale taifa letu. tengeneza maisha yako, utakufa utapona, mkaribishe Bwana Yesu, atawale maisha yako. Tengeneza watoto wako. Utakufa utapona, karibishe Bwana Yesu. Atawale maisha yako. Za maisha yako, utakufa utapona, karibishe Bwana Yesu, atawale maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako kama wanadamu. Mungu tusamehe, Mungu tutakase, Baba utuoshe kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Safisha maisha yetu. Hebu endelea kumlilia Bwana mahali ulipo, endelea